Wakati mikutano za mahubiri za vijana wa Kisabato zinaendeshwa katika vituo mbalimbali makanisani mwa Wasabato mjini Goma, shule za Waadventista wa Sabato mjini Goma pia zimejiunga na mpango huu. Hakikisho ni lake Marcel Dusenge, msimamizi wa shule lote la Bethel. Lengo la kwanza ni kuweza kushukuru Mungu ambaye aliweza kutulinda kwa mwaka jana, tukamaliza mwaka salama na tukapata resulta nzuri. Na lengo la pili ni hiyo kutimiza mission ambayo tunakuwa nao ya kutangaza habari njema tunapofundisha watoto ili waweze kumjua Mungu na waweze kuwa watumishi wa Mungu. Tunashukuru wazazi ambao wameweza kutumia watoto kwa sababu tangia chekechea, shule la msingi na sekondari watoto wameongezeka wengi. Watoto ambao wamekuja kwetu ambao ni mara yao ya kwanza kukaa kwa Bethel, tunawatia nguvu sana kwa sababu wataona mabadiliko mengi, lakini tunaendelea kuwahimiza ili waweze kutukubalia, waweze kukubali mabadiliko hayo. Tunapofika hapa asubuhi tunajifunza neno, tunapofika katikati ya juma tunakuwa na culte des élèves, culte des enseignants. Tunahimiza watoto hawa waweze kukubali mabadiliko hayo, na wazazi ambao wametutumia watoto hatutawadecevoir. Tutaweza kuchonga tabia za watoto wao na tutaweza kuwafunza science, na mwishowe wataweza kuwa washuhuda wa kazi ambayo inafanyika kwa Bethel. Kakule Kapuni ni mmoja wa wahubiri hapa, atueleza baadhi ya mafundisho yatakayotolewa kwa muda wa mawiki mawili. Tulipenda tuwahimize kwa ajili ya namuna ya matumizi ya mikono yao, matumizi ya ulimi wao, matumizi ya miguu yao na matumizi ya macho yao. Wavitumie kwa ajili ya kumtukuza Mungu, sio kwa ajili ya mambo ya dunia. Hilo ndilo lengo kubwa ambalo tunalolenga katika haya mafundisho. Tunapenda pia tuandae kiroho chao ili wawe watu wazima katika jamii. Wanafunzi wanaoshiriki kwenye mahubiri haya watueleza faida ya mikutano hizi. Linda ni mmoja wao. Ni vizuri kupata mafundisho kama haya. Sisi wanafunzi natusaidia kuzogelea Yesu. Katika siku za kufuata tunataka tuone wenzetu wanafunzi wa kibatizo. Wanafundisha vizuri na tunaamini kwamba kwa mwisho kutaonekana matunda yao mafundisho. Walimu na wanafunzi wanachukua muda wa sala hata kumwimbia Mungu, na hii inazidisha ubora wa mikutano hizi. Kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Fausi Neshukuru kwa ajili ya Hope Channel Tanzania.